Haya ni mapinduzi na mageuzi makubwa katika sekta ya afya halmashauri ya mji wa Mbulu. Takribani shilingi bilioni 3.2 zimetolewa kwa ajili ya maboresho ya huduma za afya. Mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mbulu, Rehema Saidi Bwasi, anaeleza namna fedha hizo zilivyotumika kuboresha sekta ya afya katika halmashauri hiyo, huku akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuwaletea wananchi maendeleo hususan katika sekta ya afya. Mimi ni John Walter. Kwa upande wa sekta ya afya tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 3.2 kwa kipindi hiki cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Fedha hizi zimeweza kutekeleza ujenzi wa miundombinu ya afya katika maeneo mbalimbali. Tumepokea shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Kainam, ambacho kituo hiko kimejengwa na mpaka sasa ninavyoongea kimeanza kufanya kazi na wananchi wanapata huduma. Lakini hali kadhalika tumepokea vile fedha kiasi cha shilingi milioni 900 kwa ajili ya ukarabati wa hospitali yetu ya mji. Ukarabati huu umefanyika kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye fedha hizi tumeweza kujenga jengo la mama na mtoto, tumeweza kujenga jengo moja la kufulia, tumeweza kujenga uzio, tumeweza kujenga kichomea taka, lakini vile tumejenga njia za wapita kwa miguu, walkway. Kwa hiyo mpaka sasa hivi baadhi ya majengo yameshakamilika, lakini baadhi ya majengo mengine ujenzi unaendelea. Tumeweza kupatiwa fedha kwa ajili ya dawa na vifaa tiba, na vile tumeweza kuboresha pia mazingira yetu kwenye hospitali yetu kwa kufanya ukarabati. Mfano hospitali yetu ya mji wa Mbulu ni hospitali kongwe, ni hospitali ya muda mrefu sana toka kipindi kile cha enzi ya ukoloni, lakini kwa kipindi hiki tunaona Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, ameleta maboresho makubwa sana kwenye hospitali yetu ya mji wa Mbulu. Majengo mengi yamebadilishwa na hata ukifika utaona kweli kuna tofauti kubwa sana. Tuna majengo mapya ambayo tumejenga. Tuna jengo la emergency limejengwa, tuna jengo la ICU liko pale, lakini vile tumebadilisha pia miundombinu ichakavu ya maji taka na maji safi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa niaba ya wananchi wa mji wa Mbulu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Kwa kweli amegusa wananchi wa Mbulu kwenye maeneo mengi, kwenye elimu, lakini vile kwenye afya. Na tumeona mazingira sasa ya elimu yameboreka, lakini vile tumeona mazingira ya afya vile yameboreka. Sasa hivi tuna upatikanaji wa dawa ni 98%. Lakini vile tunaona awali ilikuwa watu wanakwenda maeneo mengine kwenda kutafuta huduma za afya. Kwa mfano hapa sisi katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu tulikuwa tunatumia zaidi ile hospitali ya Dongobesh. Baadhi ya matibabu kama imeshindikana hapa kwenye halmashauri yetu ya mji wa Mbulu, ililazimika mgonjwa apelekwe Haydom. Lakini sasa hivi kutokana na maboresho yaliyofanyika, magonjwa yote yanatibiwa hapa katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu, kwa kuwa tuna vifaa vizuri vya kisasa ambavyo viko katika hospitali yetu ya mji wa Mbulu. Kwa hiyo hii sasa imepunguza adha ya watu kutembea umbali mrefu kupata huduma, lakini vile tumepunguza zile rufaa kutoka kwenye hospitali yetu kwenda kwenye hospitali nyingine. Sasa hivi rufaa hakuna kabisa katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu. Wagonjwa wote wanatibiwa hapa kwenye halmashauri yetu ya mji wa Mbulu. Lakini vile upatikanaji wa dawa ni 1% kubwa kama nilivyosema. Tunapata dawa. Mimi ninachotaka kuambia wananchi wangu wa mji wa Mbulu, waamini kwamba Mama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana na ametugusa wana Mbulu kwenye maeneo mengi kama nilivyosema. Wao wenyewe pia ni mashahidi, kwa sababu vituo vya afya viko kwenye maeneo ya wananchi, mashule yako kwenye maeneo ya wananchi. Kwa hiyo
wao wenyewe kwa macho yao wanaona namna Mheshimiwa Rais anavyopambana na maisha ya wananchi wake. Kwa hiyo sisi kikubwa tuamini kwamba Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana, na tuamini kwamba Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana ya kutoa huduma na kuboresha huduma kwa wananchi, kuanzia ngazi ya chini kule kwenye vijiji, kwenye kata, mpaka kwenye mitaa. Kote huko ni huduma zote zimeboreka. Kwa hiyo waamini kabisa Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa, na waamini kabisa ametenda mambo mengi makubwa na anaendelea kutenda mambo mengi makubwa zaidi. Kwa hiyo kikubwa zaidi tumuombee Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia, lakini vile vile tumuunge mkono kwa kazi kubwa anayoifanya. Mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Mbulu Dr. Martin Loai amesema kuwa kwa sasa hospitali hiyo inalaza wagonjwa kati ya 80 hadi 100 kwa siku na inahudumia wananchi wengi kutokana na uboreshwaji wa huduma. Kwa majina naitwa Martin Loai, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Mbulu. Na kwa upande wa kuzungumzia mafanikio ya idara ya afya katika halmashauri hii ya mji wa Mbulu katika miaka 4 iliyopita, miradi ya serikali, miradi mikubwa ambayo iliweza kupatikana, iliweza kutengenezwa ni pamoja na jengo la huduma za nje EMD, kuna jengo la ICU, kuna jengo liko hapa linaonekana, jengo la kufulia, na kuna jengo la maternity liko kule juu, mama na mtoto. Kuna walkway inajengwa hii hapa na ile fence. Kuna incinerator kichomea taka inajengwa upande wa kule juu. Na pia hospitali pia iliweza kupokea vifaa tiba vya thamani isiyopungua milioni 813 kwa upande wa halmashauri ya mji wa hospitali ya mji peke yake. Na pia katika kipindi hicho ujenzi mwingine ni kituo cha afya Kaina, kituo ambacho kilitokana na chanzo cha fedha ni miamala ya tozo za simu, na kituo hicho kwa sasa kinatoa huduma. Kina majengo ya jengo la huduma za nje, kuna jengo la maabara, jengo la mama na mtoto, na jengo la upasuaji. Na pia katika kipindi hicho tuliweza kupokea fedha ambayo sio chini ya bilioni 1.2. Fedha hizo kutoka serikali kuu zikiwa ni milioni 900 ukarabati wa hospitali Kongwe, na vifaa tiba ICU na EMD milioni 813, EMD pamoja na jengo la dharura pamoja na jengo la mahututi la huduma za wagonjwa mahututi, jumla ya shilingi milioni 550. Ukarabati umeweza kuendelea kwenye hospitali ya wilaya, na sasa jengo kama la kufulia limekamilika, na jengo la kichomea taka kule liko hatua za mwisho, jengo la mama na mtoto liko hatua ya upauaji. Majengo haya yote kwa hapa hospitali ya mji yatakapokamilika yataboresha huduma ya hii hospitali. Na kwa sasa hospitali hii inatoa huduma kubwa, inawahudumia wagonjwa, inalaza wagonjwa kuanzia 80 hadi 100 kwa siku, lakini uwezo wake wa kulaza ni kuanzia wagonjwa 200. Na jengo lile la maternity litakapokamilika litachukua kipengele kile cha mama na mtoto. Watawalala wale wa mama wanaosubiria kujifungua na pia baada ya kujifungua, na mle ndani pia kuna chumba cha upasuaji kwa ajili ya upasuaji wa kumsaidia mama ambaye ameshindwa kujifungua kawaida. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa ambayo yameweza kutokea ndani ya muda huu mfupi ambao kwa kifupi naweza kuzungumzia. Lakini halmashauri ya mji wa Mbulu kwa ujumla ina vituo vya kutolea huduma za afya, ikiwa ni hospitali moja, vituo vya afya 2 na zahanati 19 kwa upande wa serikali. Tuna zahanati kuna kituo cha afya cha shirika la dini, kituo cha afya Lawi, na tuna zahanati ya shirika la dini liko kule tarafa ya Daudi, kata ya Daudi, linaitwa St. Mary. Na tunatoa huduma kwenye maeneo hayo yote. Huduma hii kwa ujumla inatolewa na watumishi wa idara ya afya wasiopungua 261, na kati ya hao wengine ajira mpya tulioipata, tumepata watumishi 30 ajira mpya, na tumeweza kuongezewa juzi watumishi 6 kwa ajili ya
kuendelea kuimarisha na kuboresha huduma za afya katika halmashauri ya mji wa Mbulu. Kwa kifupi, ni mafanikio ambayo yamepatikana kwa muda huu mfupi, na ndo ambako kweli tunajivunia, na wananchi wanaanza kuona huduma hizi zikitolewa kwa kuwahudumia wao wenyewe na kuzishuhudia juhudi hizi zinazoendelea kufanyika za kuendelea kuboresha huduma za afya. Kwa hiyo kwa kifupi niseme, na kwa hitimisho niseme, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupa hizi support, na hivi karibuni bila kusahau tumepokea gari jipya la wagonjwa, ambulance, ambayo gari hilo limewekwa kwenye kituo cha afya Daudi likiwa linahudumia watu wanaokaa kwenye ule ukanda na pia kusafirisha. Na wananchi wamesema huduma ya mama na mtoto imeimarika ukilinganisha na miaka ya nyuma, na sasa walazimiki tena kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya. Kwa majina naitwa Victoria Simon. Nilimleta mtoto wangu hapa tarehe 9. Huduma ni nzuri, wauguzi wanajitahidi kutuhudumia, uboreshaji wa hali ya juu umefanyika. Tunamshukuru sana mama. Kwa majina naitwa Martha Nikometi Jacob, nitoka Ndajachi, kata ya Dachini. Nimekuja hapa kwa huduma ya uzazi. Kwa kweli hapa wanatoa huduma vizuri. Tunashukuru serikali kwa kuimarisha hospitali ya wilaya Mbulu. Kwa majina naitwa Antonia Maganga. Nimemleta mtoto wangu hapa hospitali ya wilaya ya Mbulu. Kwa kweli huduma ya hapa sio mbaya. Tunashukuru, wametuhudumia vizuri. Kwa kweli hawana shida. Tunashukuru serikali kwamba wametuboreshea huduma zetu. Na hayo ndiyo mapinduzi makubwa katika sekta ya afya halmashauri ya mji wa Mbulu.